Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Selina Henry Kingalame, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa mafunzo kwa vitendo, yani internship, katika kuimarisha ubora wa wahitimu. Kwa sasa serikali kupitia vyuo vya kati na vya elimu ya juu imeweka utaratibu wa mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi, ambapo uendeshaji wake hutofautiana kulingana na kada na mahitaji ya taaluma husika kwa kutumia mfumo wa field practicals na industrial trainings. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo, serikali inaendelea kuboresha miongozo ya mafunzo kwa vitendo ili kuongeza tija na kuhakikisha yanaendana na mahitaji ya soko la ajira. Mfano, katika kada ya walimu, serikali imeandaa kiunzi cha kitaifa cha mafunzo ya walimu kwa vitendo, yani National Teachers Internship Framework cha mwaka 2026, ambacho kitatekelezwa kwa mtindo unaofanana na kada ya utabibu na kinatarajiwa kuanza katika mwaka wa masomo 2026-2027. Hivyo, serikali itaendelea kuboresha mfumo wa utoaji wa mafunzo kwa vitendo kadri itavyoonekana inafaa. Mheshimiwa Selina Henry Kingalame. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Swali langu la kwanza, nini kauli ya serikali kuhakikisha hizi internship zinaanza kutolewa kwa haraka kwa kada zote za kitaaluma ili kuondoa ombwe la wahitimu wengi kukosa fursa za ajira kwa kigezo cha uzoefu? Swali langu namba 2, kwa kuwa changamoto ya uzoefu imekuwa kilio cha muda mrefu, je, serikali haioni haja sasa hizi internship iwe ndio uzoefu hitajika kwa wahitimu wanapoomba ajira na si miaka 2-3 na kuendelea? Asante. Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Selina Henry Kingalame kama ifuatavyo. Kama alivyojibu katika swali la msingi, serikali inatambua umuhimu wa kuanzisha na kuimarisha mfumo wa mafunzo kwa vitendo katika kada mbalimbali ili kuwawezesha vijana kupata uzoefu unaohitajika. Serikali itaendelea kufanya tathmini kuhusu upanuzi wa utoaji wa mafunzo kwa vitendo katika kada nyingi tofauti zaidi ili kuhakikisha utekelezaji wake unakuwa endelevu na wenye tija. Lakini katika swala lake la B, serikali inatambua kwa kigezo cha uzoefu kwa wahitimu katika baadhi ya nafasi ni kikwazo, na ndio maana tumeendelea kufanya tathmini juu ya upanuzi wa mafunzo haya kwa vitendo ili kuona kwamba mafunzo haya yanakuwa sehemu ya kuwatayarisha wahitimu kuingia katika soko la ajira. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa hii ni mara yangu ya kwanza kusimama mbele ya bunge lako na kutoa maelezo, naomba na mimi nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniona na kunipa heshima hii ya kuwa waziri ninayesimamia eneo la utawala bora na utumishi wa umma ndani ya ofisi yake. Na baada ya kusema maneno hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwanza kumpongeza naibu waziri kwa maelezo mazuri aliyoyatoa, ambayo ni maelezo ya ukweli, ambayo pasi na shaka kwamba ndio utaratibu serikali imeweka. Lakini liko jambo moja la kuongeza, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka jana, mwaka 2024 kwa maana ya mwaka wa kifedha, serikali ilikamilisha mwongozo wa kujitolea. Mwongozo ambao unatakiwa sasa uende kwa wadau ukajadiliwe ili uweze kuwa na input ambazo kila mmoja atakuwa nazo, lakini kila kada ambayo imezungumzwa na waheshimiwa wabunge katika maswali yao itakuwa nayo imeangaliwa ili kuweza kujibu maswala na matakwa wanayotaka wananchi wa Tanzania juu ya mfumo mzima wa kujitolea ili kuweza kufanya elimu ya vitendo iweze kuwa na ubora unaotakiwa. Kwa nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge, mswada kitabu hicho au mwongozo huo tutaupitisha katika vikao vinavyohusika kupitia kamati za bunge,
lakini pia utaitwa katika bunge lako, ili baada ya bunge lako kuidhinisha, basi mfumo huo sasa utatangazwa rasmi ili uweze kwenda kuwa mfano katika elimu ya kujitolea na vitendo, itakokwenda kuzaa matunda mazuri kwa kesho ya Tanzania. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri, na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa maelezo hayo ya ziada. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.